Kabla niendelee na taarifa hizi, niliweza kutoa ahadi kwako kwamba siku ya leo, siku ya Jumanne, siku ya Sabasaba hapa Tanzania, nitahakikisha na kupea taarifa vile tunavyozipata kwa meza yetu ya habari, kwa sababu ripota zetu wako katika miji mbalimbali. Wanapotuma habari kwa meza yetu, kazi yangu ni kuingia kwa mikrofoni na kukupasha. Sasa nitakuwa na kutaarifu baada ya kila risali moja tu. Sasa iko hivi, Samia Suluhu Hassan amekasirika vile maandamano yaliweza kutangazwa siku ya leo, na amelazimika kupiga simu kwa kambi zote za jeshi hapa Tanzania wajitokeze ili kumwokoa asiondolewe mamlakani. Kwa hivyo hali yazidi kuwa tete. Samia aogopa na atoa amri kupitia simu, jeshi wote wajitokeze wamwokoe. Sasa iko hivi, taarifa za ndani tuko nazo. Baada ya wanaharakati na vijana wa Gen Z pamoja na mrengo upinzani na kikosi kile cha TFF, Tanganyika Freedom Fighters, kutangaza kwamba leo wataingia maandamano hapa Tanzania kulazimisha serikali ya Samia Suluhu Hassan kumwachilia huru Tundu Lissu na katiba mpya na masuala mengine muhimu, Samia tunataarifiwa ya kwamba ameamrisha kambi zote za kijeshi kupitia simu wajitokeze katika mitaa yote hapa Tanzania, haswa Dar, ili wazuie yeye asiondolewe mamlakani. Kivipi? Wakiona mwandamanaji yeyote anajitokeza, akanyagiwe chini, afungwe kamba, apelekwe kwa kituo cha polisi. Ameogopa kwamba waandamanaji wakianza kukusanyika kwa kikundi wachache tu hivi, watakinukisha Tanzania vile walianzisha mwaka jana wakati wa uchaguzi. Tumeshuhudia maafisa wengi jeshi la polisi wamemwagika katika mitaa mbalimbali hapa Tanzania, hasa mji mkuu wa Dar es Salaam. Sasa hivi tunapoenda hewani, jeshi la polisi liko kila mahali unapotembea. Yaani jeshi la polisi ni wengi kuliko wananchi wa Tanzania. Unajua ni nini kinaendelea? Watanzania waliamua hawawezi kujitokeza, wanaandamana kimya. Hakuna chochote ambacho kinaendelea hapa Tanzania. Shughuli zote wamesimamisha, hawaendi sokoni, hawaendi kwa maduka, hawaendi biashara. Samia hapati kodi leo. Lakini sasa jeshi liko kila mahali. Tuseme penye jeshi la polisi wako 100, ni bahati tu upate Mtanzania wa kawaida, raia wa kawaida yupo hapo. Kumaanisha Samia aliogopa kwamba ataondolewa mamlakani kupitia maandamano ya leo. Akapiga simu kwa kambi zote za kijeshi wajitokeze wamwokoe asiondolewe, kwa sababu hakuna mtu yeyote anaruhusiwa kuanzisha mkusanyiko wowote. Unajua sasa hivi ndio yeye amefaulu kumwaga jeshi la polisi kila mahali hapa Tanzania. Tanzania kumejaa jeshi la polisi kila mahali, kambi zote hakuna mtu. Kambi zote za kijeshi sasa hivi hakuna mtu, kila mmoja ameenda barabarani ili kutii amri ya Rais Samia Suluhu Hassan wamwokoe asije akaondolewa kupitia maandamano. Na sasa je, Watanzania ni werevu kwa kiwango kipi? Wamesema hatuendi kwa maandamano, tutaandamana kimya, hatujitokezi. Sasa wanajeshi sasa hivi wanapoteza wakati, wako barabarani, wamejaa Dar, maeneo mbalimbali, Arusha wako pale, Karume wako pale, Kimara, Mwenge, Sinza, Kivukoni wapo pale, kila mahali. Sasa hakuna maandamano ya Watanzania kwa kawaida, kwa sababu waliamua kuandamana kisiri, kuandamana kimya, wako nyumbani wamejifungia. Sasa nyinyi jeshi la polisi, andamana, endelea kuandamana. Endelea kuandamana nyinyi, endelea.
unapojitokeza unaona ni jeshi kila mahali. Hakuna rais ambaye anaogopa kama Rais Samia Suluhu Hassan. Unajua kwa nini? Nusura tu aondolewe mamlakani mwaka jana wakati alijitangaza kuwa mshindi wa kiti cha urais. Watanzania wakakataa, Gen Z wakaingia barabarani. Kisha baadaye Samia akaanza kutoa madai kwamba ni Wakenya hawa majirani zetu hapa ndio walikuja wakapenya wakaingia Tanzania wakaanza kuandamana. Tangu lini Wakenya watoke huko kwa nchi yao waingie hapa Tanzania waanze kuandamana kiwango kile ambacho tuliweza kushuhudia? Sawa, kama ni Wakenya walikuwa wanaandamana hapa Tanzania, wale ambao waliuawa, mbona hatukusikia ndege imewatoa hapa Kenya wameenda kuzikwa huko? Wakora hawa, mbona hatukusikia ndege imekuja kutoka Kenya imekuja kuchukua miili iende kuzika huko Kenya? Ila tu tuliona makaburi ya halaiki ambayo yalionyeshwa kupitia CNN, kupitia PPC, kupitia Al Jazeera, makaburi ya halaiki ambapo inadaiwa watu zaidi ya 10,000 waliweza kuzikwa hapa Tanzania. Ni kwa sababu ya Samia Suluhu Hassan. Aliogopa. Sasa akaogopa nusura aondolewe mamlakani. Leo akatumia mbinu nyingine, akapiga simu kwa kambi zote za kijeshi, wamejitokeza, wako kila mtaa. Sasa hivi Watanzania wamesema hatuendi shule, tutaandamana kimya, hakuna kukusanya kodi, hakuna ushuru leo. Samia Suluhu Hassan atapata. Lakini cha msingi, wanaharakati wametangaza liwe liwalo liwana liwe, wameshukuru Watanzania kwa kuandamana kimya, hawakujitokeza na kulazimisha Samia Suluhu Hassan kukubali kwamba wao ndio sauti ya Tanzania. Na sasa wao kama ndio sauti ya Tanzania, wamwachilie huru Tundu Lissu, katiba mpya iweze kuanzishwa kuzungumziwa tena, tume ya uchaguzi, wale waliomtangaza Samia wasionekana afisini, wanataka tume mpya, kisha baadaye uchaguzi utaandaliwa, kwa sababu ni akina nani wako na sauti? Ni Watanzania waliogopwa, jeshi likaingia barabarani hapa na pale. Hizo ni taarifa zile ambazo tumezipata za ndani. Tunaendelea kufuatilia, maana nilitoa ahadi kila dakika tukipata taarifa mpya, nami nakuja hewani napambana nayo ili niwahabarishe, kwa sababu nyinyi ndio mmeniweka hapa. Pasipokuwa nyinyi singekuwa hapa. Sasa na mimi siwezi kuwaibisha, lazima nihakikishe kwamba mmepata taarifa kemkem zile ambazo zinastahili kutoka Tanzania ITV. Ndio maana tupo papa hapa. Hali ni tete kidogo hapa Tanzania, kwa sababu simu ilipigwa katika kambi za kijeshi wakajitokeza wote. Kwa hivyo naendelea kufuatilia taarifa za hapa na pale zingine, nitarejea ili niweze kuwa taarifu. Naomba nitamatishia hapo, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.